Yes, jamil jiddan kathira. Nahnu natakalam fi qadami riyadh. Karibu sana hapa kwenye dimba la kimichezo, sehemu ambayo tunachakata na kupepeta hoja nzito kweli kweli. Langu jina ni Saidi Tuntu, nipo naye hapa Ramadhani Mbuduke, mzee wa data, mtaalam kabisa, fundi huyu. Bwana mzee wa data, uko sawa sawa? Mimi niko vizuri Tuntu. Mambo yanakwenda? Hakika namshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kiko okay. Bwana, hii wiki ya Mzizima Dabi, ukipita vijueni sasa hivi wadau wote wa soka wanaigusia Mzizima Dabi. Na moja kati ya kivutio kikubwa kwenye Mzizima Dabi ni Faisal Salum Abdallah Feitoto, fundi huyu kutoka pale visiwani bwana. Nikasema walau leo nikuulize tu umchakate huyu Fei kuelekea kwenye mechi hii, itakuwa ni mechi aina gani kwa upande wake? Ukiangalia amekuwa na uhatari mkubwa kweli kweli. Simba wafanye nini kumdhibiti huyu kijana bwana? Kwa sababu umemtaja yeye, kwa sababu Azam wana nyota wengi ambao Simba lazima wajipange kukabiliana nao endapo atataka matokeo mazuri, lakini kati ya wote Faisal Salum Feitoto yeye ni miongoni mwao ambaye anapaswa kufanywa ya ziada katika kukabiliana naye. Ni kwa sababu gani? Faisal Salum Feitoto amekuwa msumbufu zaidi kwenye safu ya ulinzi ya timu pinzani. Faisal Salum Feitoto amekuwa kikwazo kwa timu pinzani inapofanya mashambulizi. Kwa lugha nyingine, kwenye majukumu yote mawili, kushambulia, kuzuia, Feitoto amekuwa tatizo kwa wapinzani, mgongoni nambari 6. Sasa namna gani ni juu ya Steve Barker na wachezaji wake waone namna gani wanaweza kukabiliana na Feitoto ili kuipunguzia makali Azam katika kufanikisha mpango wao wa kulipiza kisasi. Maana kwenye mzunguko wa kwanza Simba walifungwa mabao 2-0. Miongoni mwa walikuwamo uwanjani walionyesha kiwango kizuri ni pamoja na Faisal Salum Feitoto. Ninapozungumzia majukumu yote mawili, kuzuia, kwenye kushambulia, Fei yupo, inathibitishwa na kile ambacho ameshafanya mpaka sasa. Ndiyo. Katika ligi kuu Tanzania bara, kabla ya mechi dhidi ya Singida Black Stars ambayo Azam walishinda 2-1, bao moja wapo likifungwa na Feitoto, kabla ya mechi ile alikuwa ameshacheza mechi 14. Maana mechi ile kwake ilikuwa mechi ya 15. Ndio. Azam ameshacheza mechi 16. Sasa wakati amecheza mechi 15 akiwa amecheza mechi 14, Feitoto maana yake alikosa mchezo mmoja. Hii pekee yake yatosha kuthibitisha kwamba yuko vizuri, timamu katika kutumikia, katika kutekeleza mipango kazi ya kocha Flora Ibenge. Azam mcheza yao mara nyingi huwa baada ya golikipa wanakuwa na walinzi 4, viungo wawili wa ukabaji, wanakuwa na viungo 3 ushambuliaji, halafu wanakuwa na mshambuliaji mmoja. Mara nyingi katika wale 3 ushambuliaji yeye anakuwa katikati yao. Mbele kunakuwa na mshambuliaji kinara. Anaweza akawa Jefte Tambalabola, anaweza akawa Jaka Mangangita, anaweza akawa wakati mwingine Serelizi Dana anayetokea pembeni, anaweza akaekwa mbele pale na kadhalika. Wengi tu anaweza kupanga, lakini yeye anakuwa nyuma ya mshambuliaji kinara. Pembeni upande mmoja anaweza akapatikana Idi Nado, upande mwingine akapatikana Serelizi Dana. Unakumbuka Serelizi Dana amemtaja, anaweza kuwa pale mbele, anaweza katokea upande wa kulia. Ndio. Lakini wapo wachezaji wengine wengi ambao Azam wamekuwa wakiwatumia msimu huu, akiwepo kina Aba anaweza katumika na kadhalika. Sasa yeye Feitoto kwenye kuzuia ndo naanzia. Ni kwamba amehusika katika faulo 16 kabla ya mechi dhidi ya Singida Black Stars. Kwenye zile mechi 14, dakika 1103 alikuwa tayari ameshafanya madhambi 16. Kwa mchezaji ambaye ni wa kiungo cha ushambuliaji, nyuma mshambuliaji kinara, yeye wanaposhambulia ni supportive striker, nyuma mshambuliaji kinara, mshambuliaji msaidizi, alafu anahusika kwenye faulo 16 kwenye michezo 14 kabla ya mechi dhidi ya Singida Black Stars, ambako kuna nyingine alizicheza, kuonyesha namna gani yuko aggressive, yuko tayari kujisacrifice, kujitoa kafara kwa manufaa ya timu, kwamba wanapopoteza mpira wasikumbane na mashambulizi ya kujibu ambayo huwa ni hatari. Kwamba timu pinzani sipate nafasi ya kufanya build up, ujenzi wa mashambulizi kutokea kwenye eneo lao. Ndiyo sababu anakutwa na hizi faulo. Lakini ikumbuke kiasili yeye ameshawahi kuwa kiungo ukabaji. Kwa hiyo zile quality, ule ubora ule wa kucheza kama kiungo ukabaji, majukumu yake anafahamu vizuri. Ndio faida ya Faisal Salum Feitoto. Ana jicho la kuona mpira upi wapinzani wakianzisha unaenda kuleta madhara, anachapa panapostahili. Azam kabla mechi dhidi ya Singida Black Stars ilikuwa miongoni mwa timu zipo katika top 5 ambazo ni very aggressive, na hizo unaweza kuzipata katika eneo moja wapo ni kwenye faulo. Walikuwa washacheza faulo 224. Yeye akicheza faulo 16. Hapa nazungumzia kwenye majukumu ya kuzuia timu haina mpira. Ndio. Lakini kwenye kushambulia ambayo yeye ndio majukumu yake makubwa yalipo,
maana kwenye progression eneo la kati unapokuta kina James Akaminko, unapokuta kina Imidi Mao wakipokea mipira kutoka kwa walizi wao, kina Yoro Diaby, kina Fuentes Mendoza, kwenye ubunifu Yesi ndo alipo. Akiwa anashirikiana na kina Idi Nado, anashirikiana na kina Serelizi Dane na wengineo kabla kupeleka kwa washambuliaji wao, kina Ngita, kina Jefte. Lakini hapa sasa kwenye hilo jukumu la ubunifu ndipo ambapo anapatikana Feitoto katika kutoa pasi za mabao, anapatikana katika kufunga. Yeye akiwa uwanjani siku hiyo dhidi ya Simba, akipata nafasi ya kucheza, kwa vyovyote vile kocha Flora Ibenge atapenda kuona akitekeleza majukumu ambayo amekuwa akiyafanya katika mechi hizo alizocheza mpaka sasa katika ligi kuu. Lakini Simba watapaswa kufanya ya ziada kuenda kukabiliana naye. Hapa safu ya ulinzi wa Simba akina Rushen De Reuck, akina Ismail Olivier Toure, wa viungo wao akina Yusuf Kagoma, kina Alassane Maudo Kante, kina Semfuko, ndio ambao wanaweza kukutana nao sana. Lakini anaweza kwenda pembeni pia, upande aliko Kapombe, upande aliko Nixon Kibabage, au Anthony Mligo, au David Kameta Duchu, inategemea. Na kuwashughulisha makipa wa upinzani, kwa sababu anapiga sana mashuti na mengi huyapiga kwa usahihi. Yani tunasema shooting accuracy. Feitoto unamkuta hapo. Ameshakuwa mchezaji bora wa mchezo mara 2. Azam kabla mechi dhidi ya Singida Black Stars walikuwa washachukua tuzo ya mchezaji bora mara 8. Yeye kachukua mara 2. Mechi dhidi ya Singida alikuwa Edinado aliyetoa tuzo akitoa assist 2 kama unakumbuka vizuri. Ndio. Sasa yeye katika zile tuzo mchezaji bora akachukua mara 2, ushahidi tu juu ya uwezo wake katika msimu anachokionyesha mpaka sasa. Lakini yale madhara kwa wapinzani katika kupiga mashuti ya mbali, alikuwa tayari ameshapiga mashuti 24. Kwenye mashuti yao 24 katika mechi 14. Unaweza kaona ndio. Shooting accuracy, usahihi wa kupiga mashuti kulenga shabaha ulikuwa 50% kwa sababu alishapiga mashuti 12 yamelenga shabaha kati ya 24. Halafu katika hayo alikuwa nusu yake, yani 50% ya mashuti aliyolenga shabaha alikuwa mabao. Alikuwa ashafunga mabao 6. Mingine ni mikwaju ya penalty. Ndio. Lakini mechi dhidi ya Singida Black Stars akafunga bao lingine, kwa ina maana ilikuwa bao la 7. Lakini hiyo haitoshi. Ashatoa assist 5, ndiye top assist provider ndani ya Azam. Yani mchezaji anayetoa pasadi za mabao nyingi kuliko wenzake wote katika kikosi cha Azam kabla ya mechi hiyo dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo ukiangalia mpaka sasa kufunga mabao 7, assist 5, maana yake amechangia mabao 12. Ni top scorer namba 2 kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa. Maana wapo kina Fabrice Ngoi wa Ngoi yule wa Namungo nadhani mabao 8, lakini yeye Feitoto na mabao 7 tayari. Mabao 12 aliyochangia, kwa maana 7 aliyofunga, assist 5 katika mabao 23 ya Azam. Unazungumzia mchango wa mabao 52.17, around 52%. Ndio. Faisal Salum Feitoto, mguu wake wenye nguvu zaidi wa kulia, uwezo wa kupokea mipira ya kwanza, kupiga chenga, kuchungulia na nafasi na kupiga mashuti ni miongoni mwa sifa zake. Sasa Simba kwa vyovyote vile watapaswa kuwa kwenye kiwango bora wakati wanazuia kukabiliana na Feitoto. Asipofunga anatoa assist. Asipofunga na kutoa assist, anaungana kina James Akaminko kuhakikisha timu yake inakuwa salama, na inapobidi anachapa. Anachapa kwa maana faulo zile za kimbinu ili kukabiliana na mashambulizi ya kujibu ambayo Simba wako vizuri. Kwa sababu Simba wakishaupitisha mpira ukienda kwa Anise Ura, tatizo. Wakipeleka kwa Alibasa Ige akiwa kwenye kiwango chake bora, tatizo. Wakipeleka kwa Neo Maema, tatizo. Wakipeleka kwa Selemani Mwalimu, Weselewe, tatizo. Lakini akienda Kibabage akipanda, akipelekewa hiyo mipira ya kujibu ni tatizo. Chama, tatizo. Anakimbia sana, amethibitisha hilo katika mechi dhidi ya Coastal Union wakati akitenza bao la kwanza alofungwa na Selemani Mwalimu. Sasa kwa vyovyote vile wakati Azam wanazuia, watamhitaji Faisal ili akabiliane na ujenzi wa mashambulizi kutokea kule kwa kina Rushen De Reuck kupitisha kwa kina Kagoma. Akiwa kwenye kiwango bora, kivutio ni pamoja na yeye ulotoka kuniuliza. Feitoto mgongoni nambari 6. What a player. Bwana mzee wa data, wewe bwana nambari gani unacheza nafasi gani bwana kwenye football? Ukimwacha sasa Feitoto, wewe mzee wa data. Ungewapata walionishuhudia wangekwambia vizuri zaidi, lakini umeniuliza, mimi nilikuwa napenda sana kucheza kwenye flank. Pembeni huko. Bure yenye nguvu zaidi la kulia, lakini naweza kucheza kama orthodox winger na tukiwa upande wa kulia, naona raha sana kukimbizana na wale. Urefu futi ngapi? Hiyo utaendelea kufuatilia zaidi kwenye taarifa zangu, lakini kasi ilikuwa ndio mtaji wangu. Ndio. Lakini wakati mwingine natokea upande
wa kushoto kama winga wa kushoto hapo, nanikuta mpaka UMISETA Taifa. Yes, mechi ya mwisho nakumbuka UMISETA, unajua mtazama sana zaidi hiyo mechi ilifanyika Morogoro, mechi ya kwanza ya UMISETA Taifa miaka ya nyuma huko, ndio kwenye miaka ya nyuma. Waziri wa elimu by then alikuwa Profesa Juma Kapuya, Juma Othman Kapuya ndo alikuwa mgeni rasmi katika mechi hiyo, uwanja wa Jamhuri mkoani Morogoro. Mimi nawakilisha kanda ya kusini kwa sababu tulikuwa Tambaza jijini Dar es Salaam, ndio kulitokea la kutokea tukiwa olevu, tukahamishwa tukapelekwa mikoani. Kwa hiyo mimi nilikwenda Mtwara, Masasi. Kwa hiyo timu yetu ya kanda ya kusini inayoundwa na mikoa ya Mtwara, Lindi, Ruvuma, tulikuwa tunacheza na kati yenye mikoa ya Dodoma, Singida. Ilikuwa bonge la mechi. Mimi nilikuwa siku hiyo nacheza upande wa kulia. Bahati mbaya sana niliipania sana mechi siku hiyo kwa sababu kulikuwa na uteuzi wa timu ya taifa ya vijana. Katibu mkuu wa TFF wakati huo Aden Rage na jopo lake ndani ya TFF, wataalamu wa ufundi wapo wanachagua wachezaji vijana timu ya taifa. Niliipania sana. You know what happened? Hiyo story tutaendelea siku nyingine. Bwana wewe mzee, naomba nikutakie siku njema. Shukrani jazila. Story nitaitaka. Bwana huyo ni mzee wa data, mtaalamu kabisa huyu. Kumbe naye alishawahi kuwa bwana footballer. Kwa maana amecheza football kwa kiwango bora kweli kweli. Mimi naitwa Said Tuntu, naikupa picha ngavu kwa siku ya leo. Ni Juma Miraji. Bye bye. Mpaka wakati mwingine.